Bodi ya kusimamia dawa humu nchini imewakamata wanafamasia 95 na kufunga takriban maduka ya dawa 48 kupitia operesheni dhidi ya wanaouza dawa ghushi iliyoendelezwa katika kaunti ya Nairobi. Mkuu utekelezwaji wa bodi hiyo Julius Kuliai amebaini kuwa wanaoendeleza biashara hiyo bila kufuata taratibu zilizowekwa wanahatarisha pakubwa afya ya umma, akitoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu kuhakikisha wananunua dawa katika maduka yaliyoidhinishwa. James Mwangi anaarifu. Katika operesheni ya wiki nzima iliyoendelezwa na bodi ya kusimamia dawa nchini ya kuwasaka wanaoendeleza biashara ya uuzaji wa dawa bandia katika kaunti ya Nairobi na maeneo ya Kajiado, bodi hiyo imewakamata watu 95 kupitia operesheni hiyo iliyopelekea kufungwa kwa maduka ya dawa 48 ambayo yalikuwa yakiendeleza biashara hiyo bila leseni. Inspected a total of 155 premises, which was actually a targeted plan because these were earmarked premises for inspections. Within those 155 premises, we indicated that 95 of them did not comply, and therefore they were arrested. So we basically made around 95 arrests, and those people, because basically Nairobi region also include Kajiado, have been produced in Kajiado low courts, Kibra and Makadara low courts. The 48 premises that were also found non-compliance were issued with the closure notices, and they have now been marked and the letters have been written to respective county commanders. Kulingana na mkuu wa utekelezaji katika bodi hiyo Julius Kuliai, takriban katoni 169 za dawa ghushi zilinaswa, tayari wakiwakamata watu 4 waliohusika katika usambazaji wa dawa hizo. We also picked up around 169 cartons of those medicines that were found in those illegal outlets, and they have now been kept under our custody, awaiting the orders from courts for them to be disposed according to our disposal guideline. We have collected a number of invoices from the suppliers of those illegal outlets. 4 of them already have been arrested and taken to court. We are waiting for the Mbun to now organize and give us guidance. Amebaini kuwa kuendeleza biashara hiyo bila kufuata sheria inahatarisha pakubwa afya ya umma kwa jumla, akitoa wito kwa wananchi kuhakikisha kuwa wananunua dawa katika maduka yaliyoidhinishwa. When in doubt, the best part is to report. We have our official emails, we have official numbers within our website that people can pick up and share with us. We have our regional numbers within Nairobi and also other regional offices. But the basic part is also you need to check the licenses, because the license is not a document that is of secret. The license, in fact, the law is clear that your license must be put clearly in a place that anybody that you're serving is able to see it. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.